Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Vizuri sana. Basi kama ilivyo ada, vile bila kupoteza muda, tukamwombe Mungu. Mungu mwema, asante kwa ajili ya jioni nyingine mzuri ambayo wanao wa kike na wa kiume umetupa neema na kibali cha kuwamo imani mwako. Asante kwa maana umetutoa mbali na karibu, ikiwa uko tayari kutuhudumia jioni ya leo. Vile kama ilivyokuwa wakati wa Adamu na Hawa. Maandiko yanasema ulikuwa ni wakati wa jua kupunga, wewe Mungu ukashuka, ukaja ukasema nao. Sema nasi jioni ya leo, lakini ikawe ni jioni ya matumaini mapya. Tupokee vya rohoni, lakini wakati huo tupokee na vya mwilini pia, katika jina la Yesu. Amen. Shangilie Bwana. Vizuri sana. Jioni ya leo mkao wa kupokea kutoka kwa Bwana. Mshike jirani yako, mwambie jioni ya leo ni jioni ya tofauti. Mshike jirani yako aliyo nyuma aliyo mbele, mwambie jioni ya leo ni jioni ya tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa vile ukujali hali ya hewa, kwa vile ukuogopa hali ya mawingu, vile ambavyo umetoka kwa ujasiri huo, umekuja mahali hapa, tarajia kupokea kitu kutoka kwa Bwana katika jina la Yesu. Vizuri sana. Ujumbe wetu wa leo, futa machozi, nyamaza kulia. Futa machozi, nyamaza kulia. Futa machozi, nyamaza kulia. Ujumbe wetu tunausoma katika kitabu kile cha Ufunuo wa Yohana, ile sura ya 21. Tunasoma ule mstari wa 21, mstari ule wa kwanza mpaka ule mstari wa 4. Ufunuo wa Yohana sura ile 21, mstari ule wa kwanza mpaka ule mstari wa 4. Biblia inasema maneno haya: kisha nikaona mbingu mpya na nchi mpya, kwa maana mbingu za kwanza na nchi za kwanza zimekwisha kupita, wala hapana bahari tena. Nami nikaona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi harusi aliyekwisha kupambwa kwa mumewe. Nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao, naye atafuta kila chozi katika macho yao, wala mauti haitakuwapo tena, wala maombolezo, wala kilio, wala maumivu hayatakuwapo tena, kwa kuwa mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Haleluya. Mambo ya kwanza yamekwisha kupita. Jioni hii ya leo inakwenda kutengeneza historia nyingine ya maisha yako, na kuyafanya yote ya kwanza yaliyokuumiza, yaliyokutesa, yaliyokupelekea kulia kuwa yamepita. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo, wakati mwingine amesema hakuona sababu ya kuja mahali hapa mkao wa kwenda kumsimulia jinsi unavyokwenda kukutana na Mungu katika jina la Yesu. Amen. Amen. Sasa twende pamoja, sikiliza maneno haya. Biblia imeandikwa katika mfumo wa mambo matatu, ikielezea wakati uliopita, wakati uliopo na wakati ujao. Na hata
mstari wetu huu wa kumbukumbu, utaona haya ambayo Yohana anaelezea ni mambo yajayo. Ni mambo yajayo. Lakini wakati tunaangalia hayo mambo yajayo, vile vile tutakuja kuona kwamba yapo yaliyopita, lakini pia yapo yaliyopo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yote haya mambo tutaiangalia kwa uwiano, lakini lililo kubwa leo tutaangalia yaliyopo sasa, yaliyopo jioni ya leo, yatakayofanyika jioni ya leo. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo, tutaangalia mambo yaliyopita, tutaangalia mambo yajayo, lakini zaidi sana tutaangalia yaliyopo ambayo yatakuwa yanatuhusu jioni ya leo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Angalia jinsi Mungu alivyotengeneza uwiano huo. Anazungumza aliyoyafanya wakati uliopita, akitupa matumaini kwamba yeye hana upendeleo, kwamba wapo waliotutangulia aliwatendea yaliyo mema. Kama ni kufuta machozi, aliwafuta. Bwana Yesu asifiwe. Kama ni kuwaponya, aliwaponya. Kama ni kuwabariki, aliwabariki. Kama ni kuwainua, aliwainua. Wa kizazi hicho, wa wakati huo. Lakini zaidi ya yote, hata sisi tulioko leo, na zaidi sana jioni ya leo, anakwenda kutubariki, anakwenda kutuponya, anakwenda kutuinua, hali ya kutufuta machozi katika jina la Yesu. Amen. Twende tujikumbushe kwa mfano huu wa mambo yaliyopita. Kwa mfano wa mambo yaliyopita. Zaburi sura ile ya 34 mstari ule wa 17. Zaburi sura ile ya 34 mstari wa 17. Biblia inasema, walimlilia naye Bwana akasikia, akawaponya na taabu zao zote. Walimlilia naye Bwana akasikia, akawaponya na taabu zao zote. Huo ulikuwa wakati gani? Huo ulikuwa wakati gani? Ni wakati uliopita. Huko walimlilia Bwana, lakini Bwana akawaponya, akawaponya na taabu zao zote. Ni wakati uliopita. Waliotutangulia walipokutana na changamoto, walipokutana na yaliyopelekea maumivu, walipokutana na yaliyowasibu, walichukua hatua ya kumlilia Bwana. Na walipomlilia Bwana, Bwana aliwaponya na taabu zao zote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Huyu Mungu hana upendeleo. Kama walimlilia, leo wewe anakuambia futa machozi, nyamaza kulia. Futa machozi, nyamaza kulia. Kama wao walimlilia, Bwana akaonekana, akawaponya taabu zao zote. Amini jioni ya leo atafanya hivyo kwako na kuzidi katika jina la Yesu. Silo tu. Angalia tena wakati mwingine uliopita. Isaya sura ya 43 mstari wa 18. Isaya sura ya 43 mstari wa 18. Msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Hayo yalikuwepo, yaliyowasibu. Hapa tutaangalia tena baadaye huo mstari unaofuata. Anasema msiyakumbuke. Maana uko mwanzo, wakati uliopita, yako ya zamani, yaliyowapelekea kulia, yaliyowapelekea maumivu. Lakini Mungu akiwa anatengeneza wakati uliopo, anawaambia ya zamani
msiyakumbuke. Haleluya, haleluya. Anawaambia ya zamani, wakati uliopita, yale yamepita, msiyakumbuke. Amen. Msiyakumbuke. Wakati huo ni wakati tayari umepita. Wakati huo umekwisha pita. Hayo msiyakumbuke. Yaliwafanya mlie, yaliwafanya mtaaluki, msiyakumbuke, yamepita. Ni wakati uliopita. Tusahau huo, tuyasahau hayo. Mungu anakwenda kushughulika na mambo yaliyopo leo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Atakwenda kushughulika na mambo yaliyopo. Amen. Sasa, kabla hatujakwenda kuangalia mambo yaliyopo, tuangalie mambo yajayo. Uko mbele zaidi ya leo. Mambo yajayo. Mambo yajayo. Yakiwemo haya, Ufunuo wa Yohana, pale tuliposoma anazungumzia habari za mambo yajayo, kwamba kutakuwa na mbingu mpya na nchi mpya ambayo sasa haiko. Kwa sasa haiko. Na pale tutakapoingia kwenye hiyo mbingu mpya, Mungu atashughulika na kufuta kila chozi la kila mmoja wetu. Atashughulika. Ni wakati ujao. Ni wakati ujao. Huo ni wakati ujao. Tumeona sema naye atafuta kila chozi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mambo yaliyopita, mambo yajayo, leo hatushughuliki nayo. Jioni ya leo tunakwenda kushughulika na mambo. Tunakwenda kushughulika na mambo yaliyopo. Upo tayari kupokea kutoka kwa Bwana? Maana yuko mahali hapa. Yuko jioni ya leo. Yuko kushughulika na mambo yaliyopo. Katika kilio chako, katika maumivu yako, sasa hivi leo anakwenda kushughulika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anakwenda kushughulika na mambo yaliyopo. Amekuona, ameniona, ametuona. Kilio kinachokuliza Yesu amekiona. Na sasa jioni ya leo anakwenda kushughulika na hilo tatizo katika jina la Yesu. Amen. Twende pamoja hatua kwa hatua, tuangalie hayo anayekwenda kushughulika nayo sasa. Turudi sasa kwenye Isaya ile sura ya 43, tusome ule mstari sasa kwa pamoja 18 mpaka 19. Isaya sura ya 43. Isaya sura ya 43 mstari wa 18 mpaka ule mstari wa 19. Msiyakumbuke mambo ya kwanza, wala msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama, nitatenda neno jipya. Kesho. Hapa Biblia inasema kesho. Hapa inasema baadaye. Hapa inasema mwakani. Biblia inasemaje? Tuseme pamoja. Biblia inasemaje? Nitatenda neno jipya. Nitatenda neno jipya. Jioni ya leo, sasa ya leo, anakwenda kutenda neno jipya katika jina la Yesu. Amen. Sasa wakati uliopo, wakati tulionao, wakati machozi yanakutoka, wakati maumivu unayo namna hiyo, sasa yako ni ya matumaini. Amen. Jioni yako ya leo ni ya matumaini. Anasema ni sasa. Ni sasa anakwenda kutenda neno jipya. Tazama, nitatenda neno jipya sasa. Nitachipuka. Je, hamtajua sasa? Hamtajua sasa? Nitafanya njia hata jangwani na mito ya maji nyikani. Haleluya. Haleluya. Atafanya njia. Kwa njia hiyo ndio itakayokupelekea wewe kufuta machozi.
Kwa njia hiyo ambayo anakwenda kufanya jioni ya leo, ndio itatupelekea leo kufuta machozi. Na ndio maana ujumbe wetu unasema futa machozi, nyamaza kulia. Anakwenda kufanya mito. Ndugu zangu, hiyo sasa tunakwenda kuiona jioni ya leo. Hiyo sasa tunakwenda kuiona jioni ya leo. Yesu alikuwa anashughulika na sasa. Pale tatizo linapotokea, yupo anaondoa tatizo. Sio habari ya appointments, sio habari ya ahadi. Yesu ni tofauti na madaktari. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba ngoja tujihakikishe kwenye vipimo, ngoja tuangalie tatizo lako, hebu nenda maabara. Yesu unamweleza tu tatizo lako, papo kwa papo sasa yako anaifanya kuwa mpya katika jina la Yesu. Alifanya hivyo kwa wengi na atafanya hivyo kwako katika jina la Yesu. Tujikumbushe kupitia maandiko ili imani yako iongezeke. Na muda sio mrefu tunakwenda kushughulika na kilio chako. Amen. Amen. Sinaga maneno mengi sana, sina ujuzi wa maneno mengi sana. Subiria matokeo yanaambatana na ujumbe huu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Angalia alichokifanya Yesu hapa. Yesu anashughulika na sasa. Luka sura ya 13. Luka sura ya 13 mstari wa 10 mpaka wa 13. Injili ya Luka sura ile ya 13 mstari wa 10 mpaka ule mstari wa 13. Injili ya Luka sura ile ya 13 mstari wa 10 mpaka ule mstari wa 13. Siku ya Sabato alikuwa akifundisha katika sinagogi mojawapo. Na tazama, palikuwa na mwanamke aliyekuwa na mpepo wa udhaifu muda wa miaka 18. Naye amepindana, hawezi kujinyosha. Hawezi kujinyosha kabisa. Yesu alipomwona alimwita akamwambia, mama, umefunguliwa katika udhaifu wako. Akaweka mikono yake juu yake, naye akanyoka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Haleluya. Akanyoka mara hiyo. Maana sasa. Maana yake sasa. Maana yake sasa. Akanyoka mara hiyo. Ni papo kwa papo. Hivyo ndivyo Yesu anavyofanya. Ni papo kwa papo. Sio habari ya ahadi. Sio habari ya kwamba rudi wiki ijayo ukutane na daktari bingwa, rudi mwezi ujao. Hapana, ni papo kwa papo. Kama alivyofanya kwa mwanamke huyu, tarajia na wewe leo papo kwa papo unapokea kutoka kwa Yesu katika jina la Yesu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Silo tu, Yesu huyo anakutana na tatizo. Mwanamke mjane aliyekuwa na mwana wa pekee. Anakutana na watu wamebeba mwili, yani maiti. Watu wanakwenda kuzika. Kwamba mtoto wa pekee amekufa. Yesu papo kwa papo sasa ya siku hiyo alisimamisha maiti. Alisimamisha mazishi. Yesu alisimamisha mazishi. Papo kwa papo akasimamisha mazishi. Hakukuwa na habari ya ahadi. Ndio maana nikasema ni wakati uliopita, wakati uliopo na wakati ujao. Lakini Yesu leo anakwenda kushughulika na wakati uliopo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Anakwenda kushughulika na wakati wako uliopo.
Tujikumbushe kupitia Injili ya Luka. Luka sura ile ya 5 mstari ule wa 25 mpaka ule mstari. Kabla ya hapo kuna jambo jingine hapo la kujifunza. Ni Luka sura ya 5 kwanza mstari ule wa 25 mpaka 26. Angalia, kuna jambo jingine hapo kabla hatujakwenda kwenye lile tukio ambalo nimelizungumza. Luka sura ya 5 mstari ule wa 25 mpaka 26. Angalia, kuna muujiza wa papo kwa papo. Luka sura ya 5 mstari ule wa 25 mpaka wa 26. Mara hiyo akasimama mbele yao, akajitwika kile alichokikalia, akaenda zake nyumbani kwake, huku akimtukuza Mungu. Mshangao ukawashika wote, wakamtukuza Mungu, wakajaa hofu, wakasema, leo tumeona mambo ya ajabu. Ni kesho? Ni kesho? Ni kesho? Ni kesho? Leo. Sasa sisi tuzungumzie habari ya leo. Muda mfupi ujao unakwenda kuona mambo ya ajabu. Muda mfupi ujao unakwenda kuona mambo ya ajabu. Hao walisema leo. Inawezekana ilikuwa asubuhi, inawezekana ilikuwa mchana, lakini nataka nikwambie sasa yako, jioni yako leo utaona mambo ya ajabu, na sio kwa jirani yako bali ni kwako, katika jina la Yesu. Amen. Amen. Leo tumeona mambo ya ajabu. Aliyekosa kwenye ibada hii utawaambia leo nimepokea mambo makubwa ya ajabu. Na machozi niliolia kutokana na maumivu ya hili na lile, kwamba ni maumivu katika ndoa yangu, nilienda ibadani ikiwa na machozi, maana ndoa si ndoa tena. Umekuwa mtu wa namna hiyo, kwamba ni ndoa yako ni maumivu kutokana na ugonjwa ambao ni kama unaishi tu kwa matumaini. Nataka nikwambie, machozi uliolia dada yangu, machozi uliolia kaka yangu, jioni ya leo utasema mwenyewe, leo nimeona mambo ya ajabu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ni jioni ya matumaini. Uko tayari kupokea kutoka kwa Bwana? Uko tayari kupokea kutoka kwa Bwana? Uko tayari kupokea kutoka kwa Bwana? Andaa moyo wako. Andaa moyo wako. Yesu yuko mahali hapa, atakwenda kufuta machozi yako. Utatoka kwenye ibada ya leo ukimshangilia Bwana. Nasema utatoka kwenye ibada ya leo ukimtukuza Bwana, kama wao walivyomtukuza Mungu, wakashangaa kwamba leo tumeona mambo ya ajabu. Tarajia hivyo katika jina la Yesu. Tarajia hivyo katika jina la Yesu. Hakika utaona, kwa maana Mungu huyu hana upendeleo, katika jina la Yesu. Haleluya. Haleluya. Turudi tena kwenye maandiko, kwa maana maandiko yanasema imani huja kwa kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Unaposikia maneno haya, imani yako anza kupanda, imani yako ianze kupanda. Hatimaye baada ya dakika chache tarajia kupokea kutoka kwa Bwana katika jina la Yesu. Turudi tena sasa tuone kile kilichotokea kwa yule mwana wa pekee. Luka sura ya 7 mstari wa 11 mpaka wa 16. Luka sura ya 7 sasa. Luka sura ya 7 mstari ule wa 11 mpaka ule mstari wa 16. Baadaye kidogo alikwenda mpaka mji mdogo uitwao Naini, na wanafunzi wake walifuatana naye pamoja na mkutano mkubwa. Na alipokaribia lango la mji, hapo palikuwa na maiti anachukuliwa nje, ni mwana pekee wa mamaye, ambaye ni mjane, na watu wa mji wengi walikuwa pamoja naye. Bwana alipomwona, alimwonea huruma, akamwambia usilie. Akamwambia usilie. Akakaribia,
akaligusa jeneza. Wale waliokuwa wakichukua wakasema, wale walikuwa wamesimama wakasema, kijana samani. Akakaribia akaligusa jeneza. Wale waliokuwa wakilichukua wakasimama, akasema, kijana nakuambia inuka. Yule maiti akainuka akaketi, akaanza kusema, akampa mama yake. Hofu ikawashika wote, wakamtukuza Mungu, wakasema, nabii mkuu ametokea kwetu na Mungu amewaangalia watu wake. Habari hii yake ikaenea katika Uyahudi wote na katika nchi zote za kando kando. Haleluya. Mama alilia. Kulia kunatokana na maumivu. Kulia kunatokana na mateso. Kulia kunatokana na uchungu. Analia ni mama mjane, hana tumaini tena. Bila shaka tumaini lake lilikuwa kwa huyu mwanae. Huyu mwanae anakufa, anabaki mjane zaidi ya ujane. Analia. Yesu anamtuliza mama. Yesu anamwambia mama, usilie. Usilie. Akaenda akaligusa jeneza, akamwambia kijana inuka. Kijana inuka. Kijana akainuka akaketi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie jioni ya leo, kilio chako bye bye. Kilio chako bye bye. Inawezekana una kilio kutokana na kausha damu. Kausha damu inakuliza. Huna matumaini. Mikopo inakuliza. Yesu anakwenda kufanya njia. Kama alisimamisha kifo au mazishi, Yesu atafanya njia kama alivyosema, hata kama ni jangwani. Haleluya. Yesu ameliona jangwa lako jioni ya leo. Nasema Yesu ameliona jangwa lako jioni ya leo. Zaidi ya yote, Yesu ameona kilio chako. Yesu ameona machozi yako. Iko neno la matumaini. Futa machozi, nyamaza kulia. Futa machozi, nyamaza kulia. Lakini ninapokwenda kumalizia ujumbe huu, turudi kwenye ule mstari wa 3 na 4. Ufunuo wa Yohana sura ya 21. Ufunuo wa Yohana sura ile ya 21. Mstari ule wa 3 na 4. Kuna jambo la kumalizia mahali hapa. Nisikilize kwa makini. Ufunuo wa Yohana sura ile ya 21 mstari wa 3 mpaka ule mstari wa 4. Kuna jambo la kuangalia hapo. Haijalishi maneno haya yanazungumzia habari ya wakati ujao, lakini maneno haya yanaweza yakaleta matokeo hata sasa. Biblia inasema maneno haya: nikasikia sauti kubwa kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama, maskani ya Mungu ni pamoja na wanadamu, naye atafanya maskani yake pamoja nao, nao watakuwa watu wake, naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao. Haleluya. Nisikilize. Mungu anaahidi katika yale mambo yajayo kutakuwa na hiyo maskani katika Yerusalemu hiyo mpya. Alafu sisi atakuwa Mungu wetu. Sambamba na hilo, tutakuwa pamoja naye. Angalia kwa makini neno hilo. Tutakuwa pamoja naye wakati ujao.
Lakini wakati uliopo, yeye anasema wawili wenu watapokusanyika kwa ajili yangu, nami nipo papo hapo. Kwa hiyo sisi hapa tumekusanyika zaidi ya wawili. Wakati uliopo tafsiri yake kwamba Mungu yuko mahali hapa. Nasema Mungu yuko mahali hapa. Nasema Mungu yuko mahali hapa. Na kwa sababu hiyo anasema tuombe neno lolote, atakwenda kututendea. Wakati uliopo anasema atakuwa pamoja nasi. Wakati uliopo anasema tukikusanyika kwa ajili ya jina lake, iwe ni wawili, iwe ni watatu, yuko pamoja nasi. Na tuombe neno lolote, atakwenda kutenda. Leo tuko zaidi ya wawili, tukiomba kwa imani atatenda lolote katika jina la Yesu. Tuko tayari kuomba leo? Tuko tayari kuomba leo? Tuko tayari kumwomba Mungu leo? Yuko tayari kufuta machozi yako jioni ya leo. Hutatoka na kilio jioni ya leo, kwa sababu Mungu wetu si mtu ataseme uongo. Akisema atalitenda, hatalibatilisha. Bwana Yesu asifiwe. Jioni ya leo tumekusanyika zaidi ya wawili, tumekusanyika zaidi ya watatu. Wakati uliopo tuutumie vizuri. Mungu yuko tayari kutenda. Nasema yeye yuko tayari kutenda. Yeye yuko tayari kutenda katika jina la Yesu. Mathayo, angalia Mathayo sura hii ya 18 mstari wa 19 mpaka wa 20. Mathayo sura hii ya 18 mstari wa 19 mpaka ule mstari wa 20. Tena nawaambia ya kwamba wawili wenu watakapopatana duniani katika jambo lolote watakaloliomba, watafanyiwa na Baba yangu aliye mbinguni. Kwa kuwa walipo wawili watatu wamekusanyika kwa jina langu, nami nipo papo hapo katikati yao. Haleluya. Wakati uliopo sasa yupo katikati yetu. Nasema yupo katikati yetu. Narudia kusema yupo katikati yetu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni wakati uliopo. Hebu tuutumie vizuri wakati uliopo. Hebu jioni ya leo tuutumie vizuri wakati uliopo. Haya yote Mungu ananiangalia mimi. Haya yote ili apate kuyatimiza, Mungu anakuangalia wewe. Pale tutapofanya kwa sehemu yetu, yeye yuko tayari kutenda. Na sehemu ya kwanza tumefanya. Tumechoka Kimara, tumechoka huku na kule, tumekuja mahali hapa jioni ya leo. Hiyo ni hatua ya kwanza. Wakati uliopo umeanza kuusogelea, tarajia kupokea kitu kutoka kwa Bwana. Nasema tarajia kupokea kitu kutoka kwa Bwana. Umechukua hatua ya kwanza, upo kwenye ibada jioni ya leo. Sasa ili kuona haya yote yanakamilika kwetu, kikwazo ni kimoja tu. Inawezekana umelia muda mrefu, inawezekana tatizo lako haliondoki. Kikwazo sio Mungu. Kikwazo ni wewe. Kikwazo ni mimi. Yeye akishaahidi yuko tayari kutimiza. Kwani anasema uliangalia neno lake ili apate kufanyaje? Uliangalia neno lake ili apate kufanyaje? Sasa inawezekana mimi na wewe ndio tumechelewa kuona Mungu akitimiza hilo jambo lako. Kikwazo ni kimoja tu. Ni dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Uovu ndio utatupelekea kuendelea kulia. Uovu ndio utamfanya Mungu aache kutufuta machozi, kama yanenavyo maandiko. Jioni ya leo chukua hatua ya kukataa uovu. Jioni ya leo chukua hatua ya kukataa dhambi, ili yamkini Bwana apate kufuta machozi yako katika jina la Yesu.
Tuko tayari kukataa uovu? Tuko tayari kukataa uovu? Tuko tayari kutubu dhambi kwa kumaanisha kuacha? Tukiondoa kikwazo hicho, jioni ya leo itakuwa burudani kwenye maisha yako. Amen. Tumalizie na andiko hili, Yeremia sura ya 30 mstari wa 12 mpaka wa 15. Yeremia sura ile ya 30. Hiki ndicho kikwazo kilichokuchelewesha dada yangu, kaka yangu. Hiki ndicho kikwazo ambacho kinaweza kukufanya ulie siku zote za maisha yako. Lakini iko neema leo waweza kukiondoa, kutaka kwako na kutenda kwako. Kikwazo hiki chaweza kuondoka. Yeremia sura ile ya 30 mstari ule wa 12 mpaka ule mstari wa 15. Maana Bwana asema hivi: maumivu yako hayaponyekani na jeraha yako ni kubwa. Hapana mtu wa kukutetea kwa jeraha yako. Hakuna mtu wa kukutetea kwa jeraha yako, huna dawa ziponyazo. Wote wakupendao wamekusahau, hawakutafuti. Maana nimekujeruhi kwa jeraha ya adui, kwa adhabu ya mtu mkatili, kwa sababu ya ukubwa wa uovu wako, kwa sababu dhambi zako zimekuwa zimeongezeka. Mbona unayalilia maumivu yako? Hayaponyeki maumivu yako kwa sababu ya ukubwa wa uovu wako, kwa sababu dhambi zako zimeongezeka, nimekutenda hayo. Hiki ndicho kikwazo. Ila Mungu ni mwaminifu. Tukiondoa kikwazo jioni ya leo, hakika atakwenda kutufuta machozi. Tuko tayari kuondoa kikwazo? Tuko tayari kuondoa kikwazo? Tuko tayari kuondoa kikwazo? Sasa yako haitakuwa kama ilivyokuwa masaa kadhaa yaliyopita. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Simama pale ulipo sasa. Kaka yangu, dada yangu, inawezekana tumejichelewesha muda mrefu, hata tukafikia mahali tukamwazia Mungu kwa mabaya. Silo tu, inawezekana tumefika mahali tukamwona Mungu kama ni Mungu wa upendeleo, tukasahau kwamba kwazo ni sisi wenyewe. Yesu anatuambia jioni ya leo, tukiwa tayari kuondoa hicho kikwazo, yeye anakwenda kuitufuta machozi. Na jioni ya leo hakika utakwenda kumwona Mungu. Utakwenda kumwona Mungu. Utakwenda kumwona Mungu. Inamisha kichwa chako pale ulipo, tafakari juu ya maisha yako. Tafakari juu ya mambo yako. Wakati fulani mambo yako yalikuwa yanakwendaje? Biashara zako zilikuwa zinaendaje? Mahusiano yako na watu wengine yalikuwa yakoje? Mipango yako ilikuwa kwenye level gani? Sasa ukiangalia huo wakati uliopita wa maisha yako, wa shughuli zako, ukupelekea sasa kuangalia wakati uliopo mambo yakoje. Na ukipata jibu kwamba mambo yakoje, jiulize kwa nini? Kwa nini mambo yamebadilika? Kwa nini mambo yamegeuka? Bila shaka yawezekana ni kwa sababu ya ukubwa wa uovu wetu. Hii inawezekana kabisa ni kwa sababu ya dhambi zetu kuwa zimeongezeka. Hebu jijaribu mwenyewe. Jithibitishe mwenyewe. Jipime mwenyewe. Na pale utakapoona kwamba kweli bila shaka kikwazo ni mimi mwenyewe, tuchukue hatua ya kurekebisha jioni ya leo. Na hakika
Tukichukua hatua hiyo, tunakwenda kumwona Mungu jioni ya leo. Haleluya, haleluya. Weka mikono yako juu pale ulipo. Tafakari baba yangu, mama yangu. Tafakari kaka yako, yangu, dada yangu. Kumbe machozi unayolia, inawezekana sababu ni wewe mwenyewe. Inawezekana shida na maumivu unayopitia, sababu inawezekana ni mimi mwenyewe. Jioni ya leo Mungu ametuona. Jioni ya leo Mungu anataka atutoe pale tulipo. Mungu anataka atufute hayo machozi. Lakini bado uovu ukiwa ni sehemu ya maisha yetu, jambo hili litakuwa gumu kwako. Jambo hili litakuwa gumu kwangu. Jambo hili litakuwa gumu kwa kila awai yote yule. Kwa sababu mkono wa Mungu si mfupi. Sikio lake si zito. Mungu ameshasikia, lakini anataka tuondoe kikwazo. Uko tayari kuondoa kikwazo? Chukua hatua, toka pale ulipo, isogelee madhabahu jioni ya leo. Hapa si habari ya kwamba nimeokoka jana juzi, lakini unaona mambo yako hayaendi. Hebu turekebishe na Mungu jioni ya leo. Hebu turekebishe na Mungu jioni ya leo. Chukua hatua dada yangu. Chukua hatua kaka yangu. Hapa tunakwenda kumlingana Bwana.